Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu zangu katika iman, naitwa Nuruddin Ali, ustadh wa madrasatu Shamul Mu'min. Ujumbe wetu wa leo kutoka Umata unaeleza kutoka sura ya 66 aya ya 6, sura Tahrim. Allah tabaraka wa taala anaeleza katika sura hiyo, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah tabaraka wa taala katika aya hii aliukumbusha umma na kutanabahisha umma majukumu ya kuweza kuyafanya na kuyasimamia. Allah tabaraka wa taala anatueleza katika aya hii ya 6 katika sura 66, anasema ya ayyuhalladhina amanu, eninyi waumini mliomwamini Allah kiukamilifu, qu anfusakum, jambo la kwanza Allah anatutaka tuziokoe nafsi zetu sisi wenyewe waumini, wa ahlikum nara, na jambo la pili Allah anatutaka katika aya hii tuziokoe familia zetu na moto wa jahannam. Familia ina sura nyingi. Familia ni kuanzia mke na mume, tayari wamekuwa familia. Kwa hiyo mume amuokoe mke wake, lakini pia mke kama atamuona mume anayumba katika masala ya kidini, anatakiwa amkumbushe na kumtanabaisha na kumuokoa na hicho ambacho kitamuangamiza kwa siku ya kesho, siku ya kiyama. Watoto wanaingia katika familia, baba na mama wanaingia katika familia, lakini pia ndugu wa kuzaliwa nao karibu, majirani pia, lakini pia hata wale unaosuhubiana nao kwa wema wanaingia katika hilo, kwamba tuziokoe sisi waumini nafsi zetu kwanza, wa ahlikum, na familia zenu zile tunazoishi nazo vizuri kule mtaani, tunatakiwa tuzielekeze kwa kuwalingania waziache zile harakati za kumuasi Allah tabaraka wa taala, na kisha wafanye yale mambo ambayo ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Kwa nini Allah tabaraka wa taala atuambie tuziokoe nafsi, lakini pia tuokoe familia zetu na moto wa jahannam? Kwa sababu moto huo waquduha an-nas una sifa nyingi. Moto miongoni mwa sifa ambazo amezieleza Allah, kuni zake ni watu, lakini kiwashio cha pili moto huo wal hijara, na mawe. Kwa hiyo kuni za moto wa kiakhira ni mwanadamu yule ambaye amemuasi Allah tabaraka wa taala, lakini pia na mawe yataingizwa katika moto wa jahannam. Allahu a'lam mawe haya yalikuwa na makosa gani, lakini Allahu a'lam, yeye ndiyo anayejua na ndiye hakimu. Wapo waliosema kwamba mawe haya ni yale miongoni mwa yale ambayo yaliyoabudiwa kuwa ni masanamu, lakini Allahu a'lam, yeye ndio anajua. Lakini sifa miongoni mwa sifa za huo moto wa jahannam, alaiha malaikatu, juu ya moto huo kuna malaika, ghiladhun, malaika hawa ni wakali, shidadun, wenye nguvu. Sifa ya malaika hawa, la yaasuna Allah, hawamuasi Allah, ma amarahum, yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewaamrisha wao wayafanye, hawamuasi au wanayafanya yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewaamrisha. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo hili la kulingania ni jambo kubwa kwa kila yule aliye mu'min. Anatakiwa alinganie kwanza, ailinganie nafsi yake kwa kuyaacha machafu, uzinifu, ulevi, kamari, dhulma mbalimbali, unyang'anyi, udanganyifu na vile vyote ambavyo Allah tabaraka wa taala ametukataza kwavyo kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ulinganie umma uliomfuata nyuma yake. Katika hadithi hii iliyopokelewa na Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, anasema hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kumwambia Ali radhiyallahu anhu, sahabiyun jalilun, sahaba wa Mtume huyu, anaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema fa wallahi, naapa kwa Allah tabaraka wa taala, la an yahdiya bika rajulan wahida, kuongozwa mtu mmoja kwako wewe ni vyema, akaongoka mtu mmoja kwako wewe ni vyema, ni kheri kwako wewe, min khumrin na'mi, kuliko ngamia mwekundu. Maana yake kwamba kazi ya da'wa, kulingania, ni kazi iliyobeba sehemu ya udhalili. Kwa hiyo watu wenye kubeba nafasi hii ya da'wa
wasijidhalilishe wakajishusha wakajiona wao ni duni, wao ni madhalili. Hapana, Mtume anamueleza Ali radhiyallahu anhu. Kumbuka huyu sahaba ni katika masahaba wale namba moja, wale masahaba 10 namba moja, wale wanne, huyu yumo Ali radhiyallahu anhu aliyebashiriwa pepo. Anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni bora akaongozwa mtu mmoja kwa wewe, kwa kulingania kwako wewe ni bora kuliko mtu kumiliki ngamia mwekundu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea Abi Huraira radhiyallahu anhu maneno mengine ambayo ameyaeleza kulingania na da'wa ya kulingania umma utoke katika dhulma uingie katika haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man daa ila huda, mtu yote atakayelingania katika uongofu, kana lahu min al-ajri, huyo mtu atakuwa katika ujira, atakuwa katika malipo kwa ile kazi ya kulingania. Mithlu ujuri man ittabahu, mfano wa malipo ya yule ambaye atakayempata baada ya ulinganizi wake. La yankusu dhalika min ujurihim shay'a, hakitopungua kitu katika malipo yao hao wote wawili hata kidogo. Ndugu zangu katika imani, na wanasihi wanachuoni wenzangu, walimu wenzangu, wale ambao wameshika nafasi hii, urithi huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujitahidi katika kulingania jamii. Jamii sasa iko katika wakati mgumu. Jamii imebeba maasi ni mengi, watu wanatamaa ya kupata, kubeti ni kwao, harakati mbalimbali wao wameziona kwamba ni bora kuliko kufanya mambo ya kheri, kutafuta mitaji ya kihalali. Sasa haya sisi, mimi na wewe, ndio tunaotakikana tusimamie katika hali yoyote na namna yoyote kuulingania umma, kuunusuru umma. Uachane na haya ili tuweze kupata thamani kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa haya machache, huu ndio ujumbe wa leo kutoka Umata. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.